Moja ya taarifa ambayo hivi sasa ina trendi dunia nzima ni taarifa kuhusiana na kifo cha kiongozi wa Wakatoliki. Hapa na mzungumzia Papa Francis ambaye amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 88. Sasa basi mtazamaji wa Bongo Super Media, hii leo tunakwenda kuangaza historia ya Papa Francis, lakini pia utakwenda kufahamu chanzo cha kifo chake. Ndani ya video hii wewe cha kufanya ni kubonyeza alama ya kusubscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata video mbalimbali kutoka hapa Bongo Super Media. Na bila kupoteza muda, wacha tuiangaze historia ya Papa Francis. Papa Francis ambaye jina lake halisi anaitwa Jorge Mario Bergoglio alizaliwa mnamo tarehe 17 Disemba ya mwaka wa 1936. Sehemu ambapo amezaliwa ni Buenos Aires nchini Argentina. Yeye ni papa wa 266 wa kanisa Katoliki na ndio papa wa kwanza kutoka Amerika ya Kusini na pia wa kwanza kutoka bara la Amerika kwa ujumla. Mpaka hapo utagundua kwamba walipita mapapa wengi kweli kweli 265, lakini huyu Papa Francis kwa sasa yeye amefariki dunia akiwa ni papa wa 266 na ndio papa wa kwanza kutoka katika bara la Amerika, kwa maana kulikuwa hakuna papa kutoka bara la Amerika zaidi yake. Huyu ndio amewakilisha, yani 265 wote hawakutokea katika bara la Amerika. Sasa wacha tuangaze maisha ya awali ya kwake Papa Francis. Jorge Mario Bergoglio alizaliwa katika familia ya Kiitaliano iliyohamia pale nchini Argentina. Baba yake alikuwa ni mfanyakazi wa reli na alisomea sayansi ya kemia kabla ya kujiunga na shirika la Jesuit mnamo mwaka wa 1958. Alipata mafunzo ya Kifaransa na kiteknolojia na alipewa daraja la upadre mnamo mwaka wa 1969. Ndipo Papa Francis alipewa daraja hilo la upadre. Kazi yake ya kanisa, alifanya kazi kama mwalimu mkuu wa chuo katika taasisi za Kijesuit, ambapo Papa Francis yeye alifanya kazi hapo kama mwalimu mkuu wa chuo, na hapo ndipo fursa ilipoanza katika maisha yake katika upande wa kanisa, kwa maana alikuwa ni mtu ambaye ana kila aina ya uongozi, ana kila sababu ya kuitwa kiongozi, na aliteuliwa kuwa askofu msaidizi wa Buenos Aires pale nchini Argentina mnamo mwaka wa 1992. Kisha akawa askofu mkuu kabisa rasmi mnamo mwaka wa 1998 huko nchini Argentina. Mpaka hapa tumegundua kwamba Papa Francis wazazi wake ni Waitaliano, lakini yeye alizaliwa Argentina na wazazi wake walihamiwa huko nchini Argentina. Na ilipofika mnamo mwaka wa 2001, Papa Francis aliteuliwa kuwa kardinali na Papa Yohane Paul wa pili. Maana hii kardinali ni moja ya cheo kikubwa kweli kweli. Yani ukiteuliwa kuwa kardinali, tambua kwamba hivi karibuni unakwenda kuwa papa. Kwa maana hizo ni steps ama hatua ambazo zinamfanya mtu awe papa. Hawezi kuwa papa bila kuwa kardinali. Haiwezekani kitu kama hiko katokea. Lakini pia Papa Francis ni moja ya mtu ambaye anasifika sana ya kuwa ni mnyenyekevu, lakini pia alikuwa akiishi maisha yake ya kawaida tu na alipenda sana kuwatetea maskini. Huyu Papa Francis alikuwa miongoni mwa viongozi waliowekwa karibu na watu wa kawaida, yani alikuwa ni kiongozi asiyejikweza. Sasa wacha tuangaze uteuzi wake wa kuwa papa. Baada ya kustaafu kwa Papa Benedicto mnamo mwaka wa 2013, kwa maana Papa Benedicte yeye alikuwa ni papa wa 265 mnamo mwaka wa 2013. Huyu Papa Francis anayefahamika kwa jina la Jorge Bergoglio alichaguliwa kuwa papa mnamo tarehe 13 Machi ya mwaka wa 2013. Alichukua jina la Francis kwa heshima ya Mtakatifu Francis wa Assisi na aliyejulikana kwa maisha ya unyenyekevu na kujitoa kwa wanyonge. Mpaka hapa mtazamaji wa Bongo Super Media utagundua kwamba huyu Papa Francis alipata upapa tayari, alishakuwa kardinali. Yani ukishakuwa kardinali ni rahisi sana kuwa papa. Na mara baada ya Papa Benedict yeye kuweza kustaafu, ndipo ambapo yakapata fursa mnamo Machi 13 mwaka 2013 akawa papa. Mambo yanayomtambulisha Papa Francis hapa duniani ni anasisitiza huruma, msamaha na haki ya kijamii. Ni vitu ambavyo alivipigania sana. Lakini pia Papa Francis amekuwa akipigia debe ulinzi wa mazingira kupitia waraka maarufu uitwao Laudato Si,
Anapenda sana mazingira na mara kadha wa kadha amekuwa akiyapigia chapuo na ulinzi wa mazingira. Lakini pia Papa Francis alikuwa anahimiza mazungumzo ya kidini na kuheshimiana kati ya dini tofauti tofauti, kwa maana Waislamu waheshimu Wakristo, Wakristo waheshimu Waislamu, Wayahudi waheshimu Waislamu, Waislamu waheshimu Wayahudi, kwa maana kila dini iheshimike na kila mtu aheshimu dini ya mwenzake. Lakini pia Papa Francis ni papa wa kwanza kuonyesha mtazamo wa kirafiki zaidi kwa watu wa LGBTQ+, ingawa alikuwa akijitetea sana, lakini ndio papa kwanza kuonesha ushirikiano na shirika hili la LGBTQ+, kwa maana ya kwamba hili ni shirika ambalo linahusiana na mambo ya ushoga. Papa yeye aliweza kushirikiana nalo vizuri, na ndio maana minongono ilikuwa ni mingi mtandaoni. Maneno mengi kweli kweli yalizungumzwa sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Mtazamaji Bongo Super Media, sasa twende tuangaze ukweli kuhusiana na kifo cha mtu huyu. Ni kiongozi mkubwa kweli kweli, kiongozi wa Roman Catholic, lakini amefariki dunia, na amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 88. Na mtazamaji Bongo Super Media, miongoni mwa taarifa ambazo zinaripotiwa sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii, ugonjwa ambao umemuondoa Papa Francis, pneumonia ya mapafu, lakini pia kiharusi ni miongoni mwa vitu ambavyo vimehusika kumuondoa Papa Francis duniani. Mtazamaji Bongo Super Media, Papa Francis amekuwa ni kiongozi kwa muda mrefu sana, tangu mnamo mwaka wa 2013 mpaka ilipofika mnamo mwaka wa 2025 ndio amefariki dunia, kwa maana ameongoza Roma kwa muda mrefu sana Papa Francis, na ni kiongozi ambaye watu wengi walimtumainia kwamba atapona, lakini wakati wake ulikuwa umefika, kwa sababu alilazwa na watu wengi waliambiwa kwamba wamuombe, na kweli watu walimuombea. Akakaa hospitali kwa miezi kadhaa, na baadaye akaruhusiwa kwamba hali yake imetengema ama hali yake inaendelea vizuri tu, lakini ghafla binvu taarifa za kifo chake zikatokea. Hakika watu waliumizwa sana. Dunia ilishtuka dhidi ya kifo cha Papa Francis, ambapo taratibu za mazishi zinafanyika na anazikwa pale Roma. Hizo ndio taratibu ambazo zinaendelea katika msiba huu wa Papa Francis, moja ya kiongozi mkubwa sana kutoka katika dini ya Wakristo katika Roman Catholic. Mtazamaji Bongo Super Media, hiyo ni historia fupi tu, na ni moja ya kiongozi wa muda mrefu sana. Unaweza kaandika maoni yako hapo katika sehemu ya comments. Je, kati ya Papa Benedict aliyetangulia na papa huyu ambaye amefuata, ni nani alikuwa akiongoza Roman Catholic vizuri zaidi? Ama wewe ulikuwa ukikubali uongozi wa papa yupi? Andika maoni yako hapo katika sehemu ya comments. Lakini pia ikiwa ndio mara yako ya kwanza kutembelea katika channel hii, usisahau kubonyeza alama ya kusubscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata video mbalimbali kutoka hapa Bongo Super Media. Mpaka wakati mwingine tena, bye bye.